Subscribe The Sport Show. Hii tunabeba. Hiyo ndo kauli maarufu au kauli mbiu ya klabu ya Simba kwa sasa. Tafadhali kabla tujaendelea ni kuombe uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu, na wewe ambaye tayari umesha subscribe niseme asante kwa kuendelea kuwa mwanafamilia wa The Sport Show. Na huu ni uchambuzi wa mechi iliyochezwa Berkane kwa dakika 90 na kipi ambacho kimetokea na kipi ambacho kimemalizika na nini kinachofuata ndio nakuletea hapa. Hivyo basi subscribe, pia share kwa washikaji, kwa wana, ili waweze kuwa wanafamilia wa The Sport Show kwa ajili ya michezo ya burudani na nyumbani pia. Sasa michezo ya hivi vilabu vyetu pendwa ndio nitakuwa nakuletea, na vilabu vyote vya nyumbani. Simba ameweza kuhitimisha mkondo wa kwanza kwa kufungwa goli 2 na RS Berkane nchini Morocco katika manispaa ya Berkane. Simba ameweza kufungwa goli 2, goli za dakika za mapema sana za mchezo, dakika ya 7, lakini pia ni dakika ya 15 ya mchezo, dakika 13 ya mchezo. Simba waliruhusu goli 2. Katika hayo magoli, katika kipindi cha kwanza yaliweza kuitoa Simba mchezoni, lakini baada ya kufungwa goli la pili ni kama Simba walizinduka kutoka usingizini na kujiambia kwamba okay, sawa, ni wakati wetu sisi wa kuweza kucheza, hivyo tucheze kwa sababu hatuna tena cha kupoteza. Na baada ya Simba kuwa wamezinduka kutoka usingizini, waliweza kuclear makosa yote na kutokuruhusu goli. Bahati nzuri au mbaya iliyotokea ni kwamba katika kipindi cha pili Simba aliweza kufungwa goli la 3, lakini pia goli hilo liliweza kukataliwa kwa sababu liko offside. Kiufundi Simba alifeli wapi na kiufundi Simba alifaulu wapi? Nakupa huu uchambuzi. Simba alifaulu kwenye rungwe ya kwanza baada ya kuwa amehakikisha kwamba analinda zile goli 2 zisiweze kuongezeka, lakini Simba alifeli kutokana na kwamba alivyokuwa anaanza mechi, Simba alianza mechi akiwa ana uoga mkubwa sana. Kwanza alikuwa na wasiwasi, lakini pili alikuwa na mashaka, tatu Simba alikuwa hajiamini katika kipindi chote. Baada ya kuwa Simba amefungwa ndo hapo akatoka mchezoni na kuanza kujiamini, kama vile yale magoli yaliwaamsha kutoka usingizini na kuambia nyie mnacheza, hivyo basi kuweni makini katika huu mchezo. Na kweli walitoka usingizini na kuanza kucheza. Kivipi waliweza kuruhusu goli? Goli la kwanza unaweza ukasema ni set piece, mpira wa kutenga au ya kona. Mara nyingi kwa Arabu huwa wanapenda sana kutumia na kunufaika na haya magoli aina hii. Ukitizama kwenye mechi nyingi sana wamekuwa wakifunga sana haya magoli ya kukona au ya kutenga ambao ni free kick. Hivyo basi kwa namna moja ama nyingine waliweza kupata goli kutokana na kwamba hiyo imekuwa ni kawaida yao kwa Arabu kuweza kupata goli kwa mfumo huo. Lakini goli la pili ilikuwa ni uzembe tu wa mabeki, lakini bahati mbaya au nzuri Hamza aliweza kuona hayupo mchezoni na hatujui kilichomkuta, japo ni injury, lakini ile ni pressure ya mechi imesababisha akaomba kutoka mapema kwenye mechi. Lakini pia akaingia Chemalon alivyoingia, aliingia na maelekezo kutoka kwa kocha, kwa maana kocha aliweza kumwelezea nini cha kufanya, afanye nini ili aweze kuhakikisha safu yake ya ulinzi inakuwa imara. Na kweli alivyoingia Chemalon aliclear makosa yote na kuhakikisha kwamba Simba inaondoka na inaondoka kwa kuruhusu magoli machache zaidi. Kila mtu anashinda nyumbani kwa sababu haya mashindano kila mtu ndo anajua nyumbani kwake ni sehemu ya kuweza kupatia ushindi, lakini Berkane kwake imekuwa ni ngumu zaidi kwa sababu alitaka kuhakikisha kwamba anapata magoli mengi, lakini kadri mchezo ulivyokuwa nakwenda ulikuwa hatuoni dalili ya namna gani Berkane angeweza kupata goli kwa sababu Simba walikuwa wameshasawazisha makosa. Hivyo basi ikawa kazi ngumu sana kwa Berkane kuweza kupata goli. Remontada inawezekana. Yes, hii inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu
Simba alishawahi kufanya hizo mara nyingi, si mara moja. Amefanya comeback ya mwisho ni ya dhidi ya Al Masry. Alifungwa goli mbili ugenini, lakini alivyokuja hapa alizifuta goli mbili zote, lakini na kufuzu kwenda hatua inayofuata kwa kuwatoa Berkane kwa mkwaju wa penati. Hivyo basi hata Berkane wanaweza wakafungwa. Kivipi watafungwa? Ni kwa sababu hii hapa. Nimewatazama sana Berkane, walikuwa sio watu wazuri sana, japo ni watu wazuri sana katika eneo la mwisho, lakini ukiangalia Simba aliweza kuwadhibiti kwa sababu ni watu ambao wanafungika sana hasa ugenini. Berkane ni wazuri sana wakiwa nyumbani kwao tofauti na wakiwa ugenini, kwa sababu ukiangalia ratio ya magoli ugenini amefungwa zaidi kuliko alivyokuwa nyumbani. Japo mpaka sasa hivi ndo mtu pekee ambaye ana rekodi ya kutokufungwa sana, lakini anafungika zaidi akiwa ugenini kuliko nyumbani, kwa sababu ameufanya uwanja wake kuwa mgumu zaidi kuliko timu yoyote ile katika Afrika kwa wakati huu. Simba anaweza kupindua meza kwa sababu si mara ya kwanza Simba kuweza kupindua meza. Kivipi? Kwa sababu ya mbinu ambazo zipo. Berkane aliingia katika mfumo wa kumfanya Simba asiweze kucheza sana mbele, kwa sababu alianza na mfumo wa 3-3-4, yani nyuma watatu, kati watatu, mbele wanne. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba alikuwa anaingia kwa kuweza kuwashambulia, anafanya pressing zaidi, kwa sababu anawafanya mabeki wasiweze kupanda, na kweli aliweza kufanikiwa kwa kuwafunga goli dakika za mwanzo sana. Alipopata magoli mawili, Berkane pia alibadilisha mfumo, akarudi kuhakikisha kwamba analinda hayo magoli, na kweli mpaka dakika ya mwisho mpira unamalizika aliweza kulinda magoli. Lakini pia Simba alifanyeje? Alibadilisha mfumo kwa kuhakikisha kwamba analinda asiongezwe magoli, na hilo pia alifanikiwa kwa sababu Simba aliingia katika mfumo wa kucheza 4-3-3. 4-3-3 ni mfumo ambao ulikuwa unakuwa ni mgumu zaidi kwa sababu uwanja ulikuwa unaachwa zaidi pembeni. Berkane walikuwa wanacheza zaidi katikati kwa sababu pembeni walikuwa wanaacha watu wawili, mmoja kulia mmoja kushoto, afu wengine wanabaki kati. Kiungo wao Kamara aliweza kudrive michezo yote kwa kati kwa kuhakikisha kwamba anaipa balance Berkane kuliko Simba. Hivyo basi mchezo katika raundi ya pili inayofuata pengine inaweza kaa ni kwa Mkapa ama tutarajie Simba akiweza kufanya remontanda. Inawezekana Simba akapindua matokeo kwa sababu si jambo geni kwa Simba. Mwarabu ameshinda lakini hana furaha. Je, furaha itarejea Msimbazi? Mimi na wewe tunasubiria hilo. Tafadhali naomba uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu kwa uchambuzi zaidi ambao nitakuwekea kesho. Kesho nitatazamia game, nitakuelezea kila kitu ambacho kipo na nini kinachofuata. Asante sana.